Sasa nazungumzia kwamba msanii ama rapper huyu kutoka nchini Canada anaitwa Drake ameweka rekodi kufuatia albamu yake inayoitwa More Life kukaa kwa wiki 400 kwenye chart ya Billboard 200 na kuifanya kuwa ni albamu ya 3 ya Drake kukaa kwenye chart hiyo ya Billboard 200 kwa muda mrefu kwa kutumia wiki 400. Lakini pia albamu hii ya More Life inakuwa ni albamu ya 10 ya hip hop kukaa kwenye chati hiyo kwa muda mrefu zaidi, kitu ambacho sio cha kawaida kwa msanii, lakini kwa Drake ameweza kuweka hiyo rekodi. Lakini pia hii inakuwa ni albamu ya pili pia kwa Drake pia kuweka numbers nyingi ama kukaa kwa muda mrefu, kwa sababu albamu hii ya Drake nyingine ambayo iliwahi kukaa hapa, albamu yake inaitwa Take Care ambayo ilitoka mwaka 2011, ilitumia wiki 650 kwenye chati hii ya Billboard 200, ikiwa ni miongoni mwa albamu ambazo zilifanya vizuri sana kwenye chati hiyo ya Billboard 200. Kwa hiyo unaweza kaimagine jinsi ambavyo hii album imeweza kuweka hizi rekodi na kuwavutia watu wengi sana ambao wanafuatilia in terms of numbers. Albamu hii ina nyimbo 22. Kuna wimbo unaitwa Free Smoke, kuna wimbo unaitwa Lose You, track number 16 hiyo. Kuna wimbo unaitwa Fake Life, kuna wimbo unaitwa Don't Disturb, alafu kuna wimbo unaitwa Passion Fruits, lakini pia kuna wimbo unaitwa Sacrifice, kuna wimbo unaitwa Portland, kuna wimbo unaitwa Madiba Redeem, lakini pia kuna wimbo unaitwa No Long Talk. Kwa hiyo ni miongoni mwa sehemu ya single ambazo zinapatikana kwenye hiyo album ya Drake ambayo imetengeneza numbers nyingi sana kwenye upande wa digital na kuweka hiyo rekodi ambayo kila mtu anafurahia kwa upande wa mashabiki wa Drake. Lakini pia Drake leo amevuta hisia za watu wengi sana mtandaoni baada ya kushow off saa yake ya gharama inaitwa Barbie Rolex Daytona yenye thamani ya dola milioni 1 sawa na bilioni 2, na Drake anaungana na star wa mpira duniani Lionel Messi ambaye pia alionekana kuvaa saa hiyo ya gharama duniani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo Drake leo pia amedrip kwenye upande wa watch ambayo imeonekana kuwa ni ya pesa nyingi sana. Kwa hiyo ameshow off maisha yake kuonesha kwamba ni msanii ambaye anatamba kwenye upande wa numbers za album, record, lakini pia kwenye maisha binafsi pia anaonesha ufahari ambao anajivunia kupata.